Tena leo tunakutana, lakini leo kama tunakutana kivingine, lakini ni vile vile ndani ya Viwanjani Zilizobamba. Leo hii tunakwenda kukutana na kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam, si mwingine ni SACP Jumanne Mlilo. Tumetinga hapa kwake. Unaweza kujiuliza leo vipi tunazungumza mambo ya hapana. Tunakwenda kuzungumza mambo ya kimichezo ndani ya usalama na michezo yake. Popote pale unapokuwa bila kuwa na usalama, mambo hayawezi kwenda. Hasa unajua zile vurugu za kwenye michezo. Leo sasa nikasema wacha nitinge kwa kamanda Mlilo. Afande. Ndio, karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante kwenye sana. Ofisi hizi za umma. Ndio. Ofisi za serikali, ofisi ambazo zinajishughulisha zaidi na masuala ya kiusalama kwa watu na mali za watu, mali halali za watu. Tunashughulika na kuhakikisha usalama wa mali halali za watu. Leo nikwambie mtazamaji, nimefurahi sana, ninaamini na wewe utakuwa umefurahi. Mliona tabasamu la kamanda Mlilo? Kamanda, watu wengi wakikuona uwanjani umefanya hivi, unaangalia mechi, watu wanajiuliza hivi huwa anatabasamu? Ni mazingira yanasababisha tegua hicho kitendawili. Na ni kweli huwa nakwenda pale kwa mambo mawili. Ndio. Swala la kwanza najua ni burudani, kwa maana ni michezo, ni furaha, michezo ni upendo. Lakini la pili, huwa akili zangu zinarudi haraka na kufikiri kwamba kundi lile la watu, kwa mfano mechi kubwa, na uwezo wa uwanja ule ni wa kuchukua watu 60,000. Ndio. Watu 60,000 wenye akili tofauti Kabisa, wenye mihemko tofauti, wanaopenda michezo kwa kiwango kile. Nusu yao, kwa sababu ni timu mbili, nusu yao maana yake ni watu 30,000 wa timu X. Kwamba ile timu X ikifungwa halafu ikakasirika, halafu ikikasirika ikafanya mambo tofauti, inaweza kuwaje? Kwa hiyo wakati mwingine, wakati watu wanafurahi, mimi huwa nafikiri kwa kinyume. Okay. Na ninapokuwa nafikiri kwa kinyume, nafikiri huwa sijijui huwa nakuaje. Inawezekana ndiyo hiyo tafsiri ya taswira ambayo wewe huwa unaiona na kusema mbona huyu hana furaha. Na wakati mwingine hata goli likiingia, mimi sina hakika kama mwewe kuniona nikishangilia goli la timu yoyote, kwa sababu mimi baada ya goli huwa nafikiria ule upande uliofungwa, nini kinaweza kutokea. Tunaelekea kwenye mchezo mkubwa hapo kesho wa dabi kesho, ambaye ni Jumamosi. Kuna watu wa Simba ni wengi, Yanga ni wengi, na kama ambavyo umeeleza watu unajua wakishaingia kwenye mambo ya michezo, kamanda, saa nyingine kama akili wanaziweua fulani, wanazitoa kwenye ule uhali wa kawaida. Unawezaje kutenganisha ama kwa maana kwenye ukanda wenu kama jeshi la polisi, kutenganisha kujua kwamba hili sasa tulipeleke kiusalama, lakini mtu anasema akili kama zimemruka, yani wanafanya vitu kama bahati mbaya, lakini kwa muda ule ili mlipeleke kiusalama, lakini mchukulie kwamba haya ndio maisha ya kimichezo, lakini kila kitu kiweze kwenda proper. Kwanza, mara kadhaa kabla ya michezo mikubwa ambayo inakusanya watu wengi na huwa tunaweza tukaona mtiririko wa nini kinasemwa kabla ya mchezo ule, yale yanakuwa ni maandalizi ya kuweza kutokea kwa jambo fulani. Huwa tunatoa maelezo mafupi yanayohusiana na masuala ya kiusalama, na kulingana na mazingira huwa tunajipanga kuhakikisha kwamba matukio mabaya hayatokei, watu waweze kufanya shughuli za kimichezo zaidi kuliko kujikita kwenye mambo mengine ambayo ni tofauti na malengo ya mchezo ule. Kwa hiyo watu tunafanya maandalizi mazuri, na moja maandalizi ni kufuatilia kwa karibu
utayari wa watu kuelewa kwamba huu ni mchezo, na mchezo wa soka tumeelezwa mara kadhaa na wataalamu una matokeo matatu. Yaani utake usitake, matokeo matatu ya lazima yatokee. Timu moja ishinde, timu nyingine ishindwe, au kufungana. Kwa hiyo huwa tunajaribu kuwakumbusha mashabiki kwamba wasiingie kwenye michezo mikubwa kama ile na matokeo yao mfukoni. Kuna vitu hapa tumekuwa tukiona utani fulani umetokea wa Simba na Yanga. Unakuta wanazodoana. Mtu anataka kuzungumza kitu fulani, mashabiki wa upande huu wa Simba na tunaona kwenye mitandao ya kijamii wanavutana. Na pale kuna askari. Kama wanaona kama vile wanataniana, lakini kama vile utani unazini, wanataka kuleta kwa athari ya mmoja hapo kwamba kwa nini wanaizungumzia timu fulani, wewe kama nani? Vitu kama vile kamanda, mnavifanyaje? Askari wako wanafanyaje pale uwanjani? Maana pale busara lazima kidogo itendeke. Kama wanataniana, lakini utani kuna wakati mwingine unazidi. Tunaona kwenye mitandao, mechi inapokuwa imalizika matokeo yamekuwa ni mabaya kwa upande mwingine ameyafurahia. Au wanataka kuzungumza jambo ambalo linamkera. Na wako labda pengine ni timu moja, lakini wale wengi hawajapendezeshwa na kile ambacho wanataka kuzungumza. Na ndio maana wanaitwa watani wa jadi. Miongoni mwa vitu vinavyosababisha kukua kwa soka hilo na mchezo huu wa soka kwenye timu hizi mbili ni pamoja na masuala ya utani. Kwa mtu anasema lazima nikufunge, ukimfuatilia sana vigezo gani anavitumia, yeye anasema tu lazima nikufunge. Sasa unafungaje? Vigezo ukimsikiliza unaona kabisa huyu kesho anaweza kafungwa. Kwa hiyo wakati mwingine unawahurumia watu kama wale. Ukiwa ni msimamizi wa sheria, wakati mwingine kuna wakati unazitumia busara kuangalia mtu kwenye mihemko, ili mradi tu asiweze kufanya kitu ambacho kinaweza kusababisha madhara mengine makubwa kwa mtu mwingine. Mna baadhi ya askari ambao ni waamuzi, lakini mbali ya kuwa waamuzi wamekuwa wakishiriki hata kwenye michezo mbalimbali. Mnawasaidiaje kuweza kukuza vipaji vyao na kuweza kutenda kazi yao ipasavyo, lakini huku na mambo yaweze kwenda vizuri? Kwanza wanapopata nafasi za kusoma masuala haya yanahusiana na soka, kwa maana ya kupata maarifa ya kuweza kusimamia michezo ya soka bila malalamiko, huwa tunafurahi. Kwa hiyo sisi kuwasaidia, kwanza ni kuwapa nafasi ya kusoma, pili kuwapa ruhusa za kwenda kwenye masomo, la tatu tukiona wanafanya maamuzi katika kiwango ambacho kinakuwa sasa kinakubalika kwenye taasisi husika, kama hivi TFF, sisi huwa tunafurahi. Mliwahi kupewa malalamiko yoyote, au mmekuwa labda mkisikia watu wakisema kama ambavyo baadhi ya waamuzi wamekuwa wakishindwa labda kwa namna moja ama nyingine kushindwa kutafsiri sheria kwenye vijana wenu? Waamuzi wetu ambao wanatoka kwenye taasisi za kijeshi mara kwa mara wao wanafanya vizuri sana. Hongereni. Kwa sababu kwanza wapendi kujidhalilisha, lakini pili, licha ya kwamba wanasimamia michezo ile, wanajua wana dhamana ya taasisi zetu, na taasisi zetu miongoni mwa vitu vikubwa na muhimu ni nidhamu ya kiutendaji. Kwa hiyo ukiingia pale, sio kwamba unaangaliwa na mashabiki tu, lakini unaangaliwa pia na viongozi. Watu wakikuona pale umekwenda uwanjani, unabaki kuwa kwamba wanakuona ni kama Mlilo ambaye yuko kwenye swala la usalama, au wanamuona ni kamanda Mlilo ambaye ameenda kuangalia soka? Cha kwanza ni usalama. Kitu cha kwanza kabisa kusema kweli, naenda pale kwa sababu ya usalama. Miongoni mwa vitendo vinavyoniudhi kusema kweli, ni wakati mchezo unapokuwa umefanyika, au uko katikati au mwisho, halafu watu wanaziweka hasira zao, halafu wanazimalizia kwenye miundo mbinu ambayo ipo kwenye uwanja ule, ambayo serikali inakuwa imeweka pesa zake pale. Unaona mtu anapambana na viti, au anapambana na mabomba. Kwa hiyo mimi vile vitendo vinaniudhi sana. Tangu umekuwa kamanda, ni tukio gani ambalo hutolisahau, ambalo kwa kweli lilitokea pale au kuwepo lakini ndo tayari kwenye mamlaka ilikutikisa mpaka leo unasema lile kwa kweli
lini nishtua kidogo licha kwamba ulifanya kazi? Kuna mechi moja ilikuwa ni miongoni mwa hizo timu kubwa. Mashabiki walihamasishwa kwa kiwango kikubwa, halafu watu wakaambiwa waingie bure. Kwa hiyo watu wakawa ni wengi, uwanja ukawahi kujaa mpaka saa 4 saa 5 watu wameshajaa, na watu wakawa wanataka lazima waingie, wakajaribu kuvunja mageti na nini. Lile lilikuwa sio zuri kwa sababu ukiangalia uwanja umeshajaa na watu wanataka wazidi, na wakati huo tunajua madhara ya watu kuzidi kwa uwezo wa uwanja ule. Kwa hiyo hatukuvumilia juu ya jambo lile, kwa sababu tulikuwa tunayajua madhara ambayo yanaweza kutokea. Unalizungumziaje soka letu hapa nchini kwa hivi sasa? Soka limekuwa, hakuna ubishi, soka limekuwa. Huwezi kusema eti hawa wachezaji wanatupenda sisi. Wanakuja kwa sababu wanajua kuna nini. Kwanza wanajua kuna ushindani kweli, ligi iko bora, lakini pili kuna maslahi, na kwenye maslahi kuna ushindani. Kwa hiyo soka liko juu, na ukiziangalia hizi timu, hakuna timu kubwa sasa hivi. Hakuna timu kubwa. Timu hizi zimekuwa zikifungwa na kulazimishwa sare na timu mbalimbali. Ule mtindo wa zamani kwamba timu X au Y au Z kwamba wewe lazima uifunge, sio. Kwa hiyo ukiangalia kuna Tabora United wako vizuri, ukiangalia kuna Singida pale wako vizuri, ukiangalia hata Fountain Gate wako vizuri, Pamba unaona wanafanya ushindani, Azam wanafanya ushindani. Kwa hiyo sijui Simba na Yanga kujihakikishia kwamba wao ndio giants. JKT unaona, JKT wanafanya vizuri. Kwa hiyo lakini wachezaji wa kulipwa walikuwa zaidi wako Simba na Yanga, lakini unaona sasa hivi wachezaji wa kulipwa wako mpaka Mashujaa. Umekuwa ukihudhuria mechi mbalimbali na kwenda kuzitazama kabisa kwa maana ya uwanjani. Nini mtazamo wako ukiziangalia? Yanga wanaingia kwenye makundi lakini wanatoka kwa shida. Timu zile za kutoka Uarabuni walikuwa popote wanakufunga, lakini unaona watu wanakuja wanaogopa, watu wanaogopa, wanapoteza muda ili mpira uishe. Kwa hiyo ni matokeo makubwa sana ya kukua kwa kiwango cha soka. Ukiangalia wachezaji hawa wa kigeni ambao wanakuja kucheza soka hapa nchini na ukilinganisha na wachezaji wetu hawa wazawa, unaona kuna tofauti? Ipo tofauti. Nipi? Mtu anapokuja kama professional player ana vitu vyake vya ziada. Akipata nafasi kidogo anaonyesha kitu tofauti. Anaonyesha kitu tofauti ambapo kwa kupitia hao wachezaji wetu wameiga. Kwa kupitia hao wachezaji wetu wamejilazimika kuongeza bidii. Kwa kupitia hao wachezaji wetu wameacha kubweteka. Zamani mtu anacheza kisha sifiwa kidogo akipepewa kanga, kwisha. Kwisha kabisa. Sifa. Lakini sasa hivi unapambana kuipata namba, lazima upambane. Lazima upambane kupata namba. Sasa kwa katika kupambana ndio unakuwa. Na ukienda kwenye starehe unaisha kweli. Kwa hiyo wako serious, wanafuata maadili, wanafuata michezo inataka nini, vitu gani ufanye, vitu gani usifanye. Kwa hiyo tunajifunza kwa hao wachezaji. Ndio maana unaona sasa hivi kina Kibu Denis unaona wanakwenda vizuri, kina Mzize wanakwenda vizuri. Yaani zile namba hazichukuliwi zile namba. Hazichukuliwi. Klabu kubwa kama ile yani kwamba wewe lazima utakuwa beki. Baka lazima utakuwa beki, Diki utakuwa beki. Shabalala lazima utakuwa beki. Kibu lazima utacheza. Sijui kina Kagoma. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna kitu. Unadhani nini tukifanya kamanda kuanzia hapa ubora tulionao ili sisi basi tuweze kuwa nafasi ya kwanza? Shule za michezo zinahitajika sana. Angalia nchi ndogo hazina uchumi kama wa kwetu za Afrika Magharibi. Zina wachezaji wakubwa wazuri wanakwenda kucheza. Lazima tukubali soka la Ulaya liko kubwa, liko juu.
wanaenda kucheza kule. Kwa hiyo timu zao za taifa ikitokea mashindano makubwa wanaleta wachezaji wakubwa, lakini ni kwa sababu wana shule za michezo hizi huku chini, shule nyingi na michezo ni biashara sasa hivi, sio burudani. Michezo ni biashara na watu wenye vipaji wako wengi. Kwa hiyo tukiwa na shule nyingi za michezo, wachezaji wakaenda kucheza nje, timu yetu ya taifa nafikiri inaweza kawa bora zaidi huko mbeleni huko, lakini na ushindani hapa nchini utakuwa mkubwa zaidi. Tunaelekea kwenye michuano ya CHAN ambayo panapo majaliwa sisi Kenya pamoja na Uganda tutakuwa wenyeji wa michuano hii. Kamanda, nini unakiona kuelekea kwenye hii michuano kimichezo, lakini na kwa upande wenu ninyi, maana maandalizi lazima yaanze mapema. Tunaona kwa nchi zilizoendelea ambazo zimesha host vitu kama hivi. Mimi nataka timu zetu zifanywe maandalizi makubwa, zifanywe michezo ya majaribio sana. Wana michezo watajisikia vibaya kama tutatolewa mwanzoni. Mashindano haya yatanoga na shamra zitakuwa ni kubwa zaidi kama timu yetu zitaenda mbele, na tulione hilo mapema. Na dawa ya ushindi ni maandalizi. Mechi nyingi za majaribio tuzifanye. Tuna ligi yetu ya NBC, timu umestaja hapa zinazidi kuonyesha ushindani. Ni ligi ya aina gani ukilinganisha na misimu iliyopita? Ni ligi ya ushindani, ligi nzuri. Nzuri kabisa. Ligi ya ushindani. Ushindani unadhani unaletwa na nini? Unaletwa na kwanza miundombinu, viwanja vimeboreshwa. Viwanja ni vizuri. Unaangalia Karatu kule, kiwanja kizuri. Unaangalia, yani viwanja vimeboreshwa. Lakini hawa wenye timu wanajua nini wanakifanya. Hatujasikia timu imeenda sehemu fulani watu wakakamata mabegi, hakuna kutoka kama zamani. Kama zamani. Kwa hiyo wafadhili pia tuwapongeze sana. Wafadhili tuwapongeze. Nasikia malalamiko ya hapa na pale, fulani amedhamini timu X, timu Y, timu Z. Sasa wewe basi kadhamini wewe, manake bila ya hivyo ingekuwa ni mbaya zaidi. Timu inaenda sehemu haina pa kufikia, haina chakula, haina nini, eti inaenda kucheza, si ndio mbaya zaidi. Kwa uzuri, Kamanda, umekuwa ni mfuatiliaji wa soka kweli kweli. Hauishi kwenye soka la wanaume. Nimeona hata kwenye kule Chamazi unakuwa ukifika kushuhudia soka la wanawake. Soka la aina gani, nini kinakuvutia? Kuna kipindi fulani walinivutia sana, walikuwa wanacheza vizuri kwa kasi, wanashinda, wanaenda hivi. Lile nalo ilikuwa ni kitu kizuri sana, kwa sababu yani soka ni ajira. Soka ni ajira, na ajira ni maisha. Ajira ni maisha. Tunaangalia mashindano ya Afrika au ya dunia ya watoto wa kike wakicheza mpira mkubwa, mpira mzuri. Sio burudani tu. Ile ni kazi, ile ni ajira. Unaona wachezaji wanatoka nchi jirani wanakuja kwenye timu hizi, lakini watu wanaenda timu za mbali. Kwa hiyo watu walione hilo pia, na tulikuwa tunashindana vizuri sana. Tulikuwa tumeshaenda kiwango cha watu wa South Africa ndio walikuwa wanatutoa, lakini walikuwa wameshaanza kutujua. Sasa hivi unaona kuna mabadiliko? Naona kama tunashuka, japokuwa na watu wanasema wameboresha. Ile hamasa naiona kama imepungua kidogo. Kama jeshi la polisi, mlikuwa na timu hii ya polisi Tanzania iko pale Kilimanjaro Moshi, imeshuka daraja. Kwa wadhifa ulionao mkuu, nini mnakizungumza mnapokutana na mkubwa wenu kabisa pale, nyendo wadau wenyewe, kumshawishi hii timu kuendelea kupambana na iweze kurudi kwenye ligi ya NBC? Lakini si hapo tu, kuendelea kuwa na timu nyingine za polisi ambazo zinaweza kufanya vizuri hata kutoka hapa kwako Dar es Salaam. Ni kweli. Kwanza ipo mipango mizuri ya kuhakikisha timu ile ya polisi inarudi. Mkuu wetu wa jeshi la polisi chini ya kamisheni
ushirikishwaji wa umma linafanyiwa kazi jambo hilo. Unajua timu ile ilikuwa ni inaleta mambo kwenye kwenye ushindani. Timu za kijeshi zinasaidia sana kuleta ushindani. Wewe una mapenzi ya mchezo gani hasa hapa nchini Tanzania? Mimi napenda soka, lakini napenda volleyball, napenda basketball. Hiyo ni michezo naipenda. Napenda pia table tennis. Kwa hiyo michezo michanganyiko napenda. Inategemea nimeamkaje. Unaicheza? Naicheza kulingana na muda. Kiwa na muda fulani naenda kwenye table tennis, mnacheza volleyball kidogo, basket kidogo, unakwenda na umri, na mwisho ni soka, unaishia baada ya kucheza unatazama. Kwenye tennis najua haina umri, bado unaweza ukaenda kucheza. Kwa hapa Dar es Salaam bado unaendelea kucheza, na ni wapi unacheza? Michezo ipo indoor stadium pale. Ndio. Kulikuwa kuna nafasi kubwa sana kufanya hii michezo. Kamanda, kwenye hili usiniongopee. Wewe ni mpenzi wa michezo na hasa umeanza na soka. Kwenye hizi timu kubwa uweze kupepesa macho na halibadilishi maadili yako na ukamanda wako. Hapa Yanga, hapa Simba. Wewe nani? Nawaangalia. Mkuu hapana. Mimi nawaangalia. Unawaangalia? Nawaangalia. Mama nyumbani ni mpenzi wa timu gani? Mama nyumbani mpenzi wa timu gani? Namsikia na nikimuona kwa dalili namuona kama mshabiki wa Simba. Shabiki. Navyomwangalia. Kwa sababu huwa namwangalia. Mimi na jezi za timu nyingi pale. Namwangalia wanapenda kuvaa jezi gani. Na baadhi ya watoto naona wanavaa jezi fulani. Kwa hiyo unajua tu unajua jezi fulani umesema. Kuna wapo wanaovaa jezi za Azam, wapo wanaovaa jezi za Yanga, wapo wanaovaa jezi za Simba. Wengi wanavaa jezi gani? Watoto. Mama Simba. Kwa mfano pale nyumbani wako 4 wanakuja kwa vipindi tofauti. Yupo anayevaa jezi za Simba, ya Simba. Ndio. Wapo 2 wanavaa jezi za Yanga. Ndio. Na yupo mmoja anavaa jezi ya Azam. Mtazamaji, kama ndio kwanza unatutazama au ndio umefungulia hapo, tunayezungumza naye ni kamanda wa mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Mlilo, ambaye anatueleza mengi. Leo tuko kwenye mambo ya michezo, amefunguka mengi, ametueleza mengi ya kimichezo, usalama kwenye michezo mbalimbali, yeye anapenda vitu gani, lakini hapa bado tunaendelea kumbananisha. Anasema anapenda kuzitazama. Simba na Yanga wanacheza, timu moja imeshinda. Hauna kile kitu fulani basi hata kupenda ile kandanda fulani hivi imepigwa ya show ya maana katika zile Simba na Yanga? Kama nimekueleza, wakicheza vizuri naweza kutambua kwamba hapa wamecheza vizuri. Referee akichezesha vizuri nafurahi, namuona kwamba amechezesha vizuri, na mambo yameenda sawa. Mambo yameenda sawa, kwa sababu akichezesha vizuri kiusalama sisi tunakuwa kwenye faida kabisa. Akichezesha vizuri kwa kufuata sheria kabisa, sisi tunakuwa kwenye faida. Akijipotosha au akikosea, wanasheria wanapenda kutumia maneno ya kujimisdirect. Umeona? Wanasema akijipotosha au akajikosesha. Sisi huku tunasema makosa ya bahati mbaya. Sisi huku tunapata matatizo. Umecheza kabumbu. Kabla ya kuwa kamanda ulikuwa unazipenda timu gani kati ya Simba na Yanga? Umezaliwa hapa Tanzania, wewe ni Mtanzania. Kamanda Mlilo, kabla ya hapo umezaliwa umezikuta Simba na Yanga, ujawa kamanda, ulikuwa hata ile walau ulikuwa unapenda timu gani? Sasa utaniongopea. Kwani huwa ni lazima ukiwa bado ni mdogo lazima upende timu hizi? Lazima. Kama umezaliwa hapo na wewe wa kiume na ulicheza zile za Chandimu, ulikuwa unapenda mimi Simba tunacheza Simba na Yanga, ulikuwa unapenda kucheza upande gani?
Tazamaji, hapo sasa ndio zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi unaenda kwenye kazi na burudani. Zamani Chandimu ulikuwa unapenda upande wa Simba. Yaani mimi nilikuwa napenda siku nyingine timu ya baba, siku nyingine timu ya mama. Unaweza kusikia siku moja baba anafurahi, unasema niko kwenye timu ya baba. Okay. Siku nyingine timu ya mama imeshinda, unasema niko timu ya mama. Kwa hiyo kuna siku Simba inashinda, unakuwa timu ya mama. Kuna siku Yanga inashinda, unakuwa timu ya baba. Kwa hiyo yani tulikuwa hivyo kwenye utoto wetu sisi. Lakini wewe kama wewe hujawahi yani nilijikuta niko kwenye timu mbili kwa kuwafuata wazazi na wakati mwingine kuonea huruma mzazi fulani anakosa raha, naambia basi mimi nitakuwa na wewe. Temporary. Akirecover mimi narudi kawaida. Mtazamaji, najua mwenye akili haambiwi. Tazama, huyu ni kamanda na ni mtu wa saikolojia, utakuwa umejiongeza zaidi kutokana na maelezo yake. Sasa tunakwenda kwenye dabi hapo kesho, siku ya Jumamosi. Kuna kitu maalum kwa maana ya kwamba kiusalama ambacho umekiandaa kuelekea kwenye mchezo huo, kwa sababu naweza kusema kamanda, huu ni mchezo ambao ni mchezo tofauti sana. Ni dabi, lakini dabi iliyoshiba kwa maana ya tofauti ya zile alama, kwa maana ya pointi walizonazo. Atakayeshinda kama ameshinda, basi itakuwa na nguvu zaidi, na pengine kama unavyosema mashabiki alikuja na matokeo yake mfukoni, taharuki inaweza kuongezeka. Ni kweli huo ni mchezo mkubwa. Mara kadhaa timu hizi ambapo zimekuwa zikikutana umekuwa ni mchezo ambao ni mkubwa, na safari hii nafikiri ni mchezo utakuwa mkubwa zaidi. Sababu ni hizo umezozitaja, lakini pili ubora wa timu hizi kabisa, kila mtu kwenye pitch, ubora wa timu hizi, lakini tatu maarifa na ujuzi walio nao wachezaji. Kwa hiyo tunatarajia kutakuwa na watu wengi, na hizi timu ni za Tanzania, sio timu za Dar es Salaam. Ni timu za Tanzania, zina mashabiki kila sehemu. Kwa hiyo sisi tutajiandaa na tumeshaanza kujiandaa kiulinzi kabla, wakati timu zikicheza, hata baada ya kumaliza mchezo ule. Kwa hiyo tunatarajia kuisimamia vizuri mifumo ya kiusalama kwenye siku hiyo. Watu watambue kwamba vyombo vya dola vyenye mamlaka ya kisheria ya kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba ni soka, lakini watu hawapaswi kuvunja sheria. Sisi tutakuwepo pale, na watu ambao watavunja sheria sisi hatutawachukua kwa wao kuwa na kigezo cha utetezi kwamba ni soka. Ukifanya vitu vya ovyo tutakushughulikia vikali pale pale. Nimesema kuna watu wanajifanya wanajitoa ufahamu, wakifika pale kazi yao ni matusi tu, matusi mazito ya ovyo. Hatutawavumilia sababu soka ile wanakuja watoto, wanafuata burudani, wanakuja watu na waume zao, watu na wake zao, wanakuja watu na wakwe zao, wanakuja familia. Watu wanakuja familia kabisa, kwa sababu hii michezo watu wako kifamilia, ni burudani. Alafu nakutana na mhuni mmoja, yeye kazi yake ni kuporomosha matusi mazito. Utadhani mdomo wake sio mdomo, ni kama sijui niite ni nini. Sisi hatutakubali ujinga huo. Watu wataniane, wataniane wanavyotaka, lakini utani ambao unastaha. Matendo ya kizamani ya kijinga ya watu kutoa haja ndogo kwenye chupa kipindi kile sijaona sasa vikiendelea, alafu anarusha, tutakubali ujinga huo. Ujinga huo haukubaliki. Kwa hiyo pamoja na utani, pamoja na burudani, sisi tutakuwepo pale kuhakikisha kwamba usalama unaimarika na hakuna watu wanaofanya vitendo vya kijinga. Ni kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam Jumanne Mlilo akieleza mengi kuelekea hapo kesho kwenye dabi ya Kariakoo kati ya Yanga mwenyeji dhidi ya timu ya Simba. Ametueleza mengi. Unapokwenda pale usijizime data, fata kilichokupeleka. Amesema usiende na matokeo mfukoni, pokea matokeo matatu ambayo yatatokea pale uwanjani, rudi nyumbani kwa amani, kwa sababu atakuwepo. Uongo kweli? Ni kweli.
utakuwepo mwenyewe kuhakikisha kwamba unasimamia swala zima la usalama linakwenda vizuri, wewe pamoja na mali zako zote ambazo umekwenda nazo. Mimi ni Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira. Hivyo ndivyo ninavyomalizia na kamanda. Asante sana. Shukrani sana. Asante.